Siku hizi kuna vyombo mbalimbali vya mawasiliano, na ambacho tumekizoea ni nini? Walao ni hizi simu ambazo tulizonazo. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza ikakuvuruga ukashindwa kusali ipasavyo. Kuna wengine ambao mnakuta labda anasali na labda na simu iko hapo, simu inaanza kuita, kwa hiyo ataacha sala kwanza, atasikiliza simu na baadaye tena anarudi kwenye sala. Kwa kweli hiyo huwa haipendezi. Kama unasali ni kusali, simu ikiita na tena ni vizuri basi kama unasali na simu yako utaki kuizima, ukaweka kwenye silence ili sikuvuruge. Kwa hiyo kuna kitu namna hiyo. Kwa hiyo pia katika vyombo vya mawasiliano kuna mambo ambayo yanapingana na mafundisho ya Kanisa Katoliki. Kwenye vyombo vya mawasiliano yako mengi sana yanayopingana na mafundisho ya Kanisa Katoliki, au tuseme kwa maneno mengine, Kanisa Katoliki linapinga mambo hayo. Yapo mengi. Ninyi ulimwengu wa vijana mnajua mengi yaliyopo kwenye vyombo vya mawasiliano, hata kwenye simu zenu. Mambo ambayo tunapenda kuangalia yako mengi tu, lakini kanisa halishabiki ya namna hiyo. Sasa tufanye nini sasa? Solution nini? Tunaambiwa kwamba tutumie hivi vyombo vya mawasiliano kwa busara, tuwe makini. Usitumie chombo hicho cha mawasiliano kifanye nini? Kikuharibie maadili yako. Usikubali kikuharibie maisha yako. Ukitumia vibaya, kwa kweli itakuharibia maisha yako haraka sana. Kwa hiyo tuwe makini, vyombo vya mawasiliano visituharibie maisha yetu.